Na furaha kubwa sana kukutana na wewe siku nyingine nzuri kabisa ya Jumanne. Mambo vipi Tanzania? Mimi naitwa Zamaradi Mketema na hii ni Take One Exclusive. Ninaposema exclusive lazima kuna jambo fulani ambalo ni kubwa tu linalokuja kuhusiana na filamu. Inaweza ikawa ni kuhusiana na mwana filamu ama hata mtu mwingine tu yoyote, lakini yote ni exclusive. Lakini siku hii ya leo niko na mmoja kati ya mastaa wakubwa kabisa hapa nchini kwetu Tanzania. Sijasema wa movie, lakini ni mmoja kati ya mastaa wakubwa kabisa hapa nchini kwetu Tanzania. Huyu ni mwanamuziki, lakini ambaye anahusika na filamu kwa njia moja ama nyingine. Na kuhusika kwake na filamu inaweza kutokana na mahusiano yake labda, lakini ukiachana na mahusiano yake kuna project moja kubwa sana ya filamu ambayo anakuja kuifanya, na hiyo ndio sababu ambayo imenifanya nimuite hapa kwenye Take One siku hii ya leo. Anafahamika kwa jina la Nasib Abdul, maarufu kama Diamond Platnumz, na ndio tuko naye ndani ya Take One kwa siku hii ya leo. Najua una mambo mengi sana kutaka kuyajua hapo ulipo, lakini endelea kuwa na mimi ndani ya Take One kuweza kuyajua yote hayo na mengineyo. Karibu sana. Take One and action. Kama ambavyo nimekuambia kwamba nina sababu kubwa sana za kuwa na Diamond siku hii ya leo, lakini moja kubwa, kuna project kubwa sana ambayo anakuja kuifanya kwa ajili ya filamu. Tumeshamuona kwenye muziki, amefanikiwa sana kwenye muziki. Naweza nikasema ni mmoja kati ya watu ambao wanakimbiza kwa sasa hivi kwenye swala zima la muziki, lakini sasa hivi ameamua kuangukia kwenye swala zima la filamu. Ni kitu gani basi ambacho anataka kufanya? Ni project ya aina gani? Ni kwamba ameingia moja kwa moja ama ni kitu tu ambacho anakuja kufanya mara moja alafu anaendelea na muziki wake kama kawaida? Diamond, mambo vipi? Safi sana. Uko fresh kabisa? I'm very good. Nataka kujua kabla hatujaenda kwenye mambo mengine, maisha yako na vitu vingine vyote, changamoto na vitu vingine, labda project gani ambayo unakuja kuifanya kwa sasa hivi kwenye swala zima la filamu kwa mtu ambaye anakuangalia sasa hivi? Right now kuna movie, sababu ni tuliitwa mmoja wa wadau, pigia simu nikaitwa nikamwambia kuna movie natakiwa nifanye. Niliambiwa kwa sababu nishapiga simu na watu wengi sana kuhusiana na masuala movie na nini, kuangalia serious wao, lakini nilivyoitwa ile liko tofauti kidogo. Lakini hata hivyo nilivyoambiwa mara kwanza kidogo likanishtua, nikaona kwa nini? Kwa nini ilikushtua? Kwa sababu niliambiwa natakiwa nifanye movie, lakini katika movie nicheze na Wema. Nikaona mbona pazito hapa. Nikamwambia ni wazo zuri kwa sababu at the end mimi nafanya biashara, sio mimi nafanya muziki, nafanya kitu chochote kwa sababu ya biashara. Nikamwambia lakini before that itabidi nikae na management yangu, nikae na uchini, nizungumze, niwaambie natakiwa nifanye hichi na hichi na hichi, wanipe mawazo yao na tuambie tunafanyaje. Then nikakaa na management nikawaambia kuna hili na hili na hili, na kulipokea vibaya, kulipokea vizuri tu, wakasema ni jambo zuri la heri. Nikamwambia sawa, so that tukakubaliana, na ndio kitu kimeka kwenye mstari, so natakiwa ni shoot movie hiyo. Nafikiri umeweza kumsikia yeye mwenyewe. Hiyo ndio sababu kubwa ya kuwa na Diamond siku hii ya leo. Kuna filamu kubwa kabisa ambayo inakuja. Ninavyosema kubwa na maanisha kubwa, ambayo anacheza yeye pamoja na Wema Sepetu ambaye aliwahi kuwa girlfriend wake kipindi cha nyuma. Mimi nataka kujua kitu kutoka kwako. Kwa nini ulisita ulivyoambiwa kwamba unatakiwa kucheza na Wema? Kuna ugumu gani wewe kucheza na Wema? Ugumu upo. Unajua mtu ambaye ulishawahi kudate naye kwa muda mrefu, alafu mkaitirafiana kidogo, alafu mkaambia mkafanye movie, kuna tatizo kidogo, kwa sababu hata scene zenyewe zinapokuwa zinaenda na nini, kuna vitu vile kwa vihusisha tofauti vitu vingi, kwa sababu na movie mkishoot lazima muda wote mtatakiwa mkae pamoja, sijui sini mcheze pamoja na nini. And I was like, sasa hii movie tunaicheza vipi? Nawaza hii movie inachezekaje? Yani nawaza na kwa tunakaaje location, hatuna tatizo, lakini unajua mtu unawaza yani inakuwa kwa vipi hilo still hivyo. Mahusiano yako na Wema yakoje sasa hivi? Tulikuwa wapenzi, lakini sasa hivi hatuko wapenzi. Mnaongea labda kwenye simu? Hatusiye kuongea naye muda mrefu sana. Zaidi ya ile ulivyomrekodi? Yeah, muda mrefu sana. That was the last time. Na okay. Na ilikuwaje mpaka ukamrekodi kwanza? Hapa nataka nijue, kwa sababu ni kitu ambacho kilishtua watu wengi. Yeah. Watu wengi walikuwa wanajua kwamba wewe na Wema it's done na hakuna chochote kinachoendelea, lakini ghafla tukasikia you heard. Yeah. Ilikuwaje pale? Unajua mimi msiri sana Msiri sana, alafu hususan ninapotokea swala mapenzi na kwa naogopa
kulipeleka mbele za hadhara kwa sababu naona itaniaibisha mimi hapa. Kwa sababu at the time tatizo katikati tulikuwa tuko wote kimahusiano. Lakini mzangu akawa yuko na mtu mwingine, mimi sikujua before. Nikaja baadaye nikajua. Nikamuuliza kwa mtu mwingine, before akanificha akaniambia ndio. Nikajua kweli. So nikajaribu kuangalia kuna namna yote ya kuweza kuachana naye kwa na mimi, nikaona kama hakuna namna yote mimi naye kwa tofauti. Yaani yeye kuachana naye kwa na mimi. Lakini still kule anataka kwangu mimi pia anataka. Mimi nikakaa nikaangalia nampenda, nitafanyaje? Alafu nimwambia aache kule, still bado hataki kuacha. Nikaona poa, itabidi tu nikubaliane nayo. So nikawa niko naye kama girlfriend wangu. Tena simuiti girlfriend, namuita mke kabisa. So siku nyingine ananiambia baby leo itabidi niende nikae sehemu fulani. Sometimes sakai kawa inaniuma na nini. So marafiki, watu wa family, mamangu akawa anajua pia. Lakini nikamwambia niacheni kwa sababu mimi nampenda, sio. So niacheni tu, nishachagua mwenyewe kwa hivyo. Ikaendelea na kuwa naye na nini, tunakuwa tu spend time, lakini kali tulipokuwa tu spend time, siku akiniambia bana leo itabidi tena niende kae sehemu fulani, inakuwa inanivuruga na unaona inanichanganya shughuli zangu zote, unajua mapenzi tena nazingoga sehemu zote. Ikaenda, lakini mimi still niko navumilia kwa sababu nampenda, alafu mimi moyo wangu ukisema nampenda fanya nampenda. Sasa ikanizingua, nikaja nikasikia kuna mtu mwingine tena yupo kiacha yule. Sasa nikamwambia bwana sielewi. Huyo mimi nimelipokea fresh tu. Bado kuna mtu mwingine tena bisho kwa sababu nikajua hapo wanasema kuna hela unavuna. Uko tena kwa mtu mwingine tena vipi? Mbona kuna mtu mwingine? Akaona nikatilia lakini nikaenda nikachunguza nikaona kweli. So baada kujua kweli girlfriend nikaanza kuona yani sipate ushirikiano kama wa mwanzo. Akawa naweza nikampigia simu silo tuonane kesho tusionane. Nakumbuka kama kuna tour moja katikati kwenye fiesta tulikuwa tunasafiri tunaenda katika mikoani kwa sababu mimi nilikuwa nikisafiri naye popote lazima tutakuwa tuko pamoja. Tumeenda katika mikoa kwa hotel nyingine na was like mbona hivi mbona hotel nyingine. So nikawa sisikii vizuri inaniuma na nini kaenda. Afika time nakumbuka kuna siku nilimpigia simu kuna kauli inaongea sio nzuri. Aliniambia pia kama mimi nasababisha namrudisha nyuma kimaendeleo. I don't know alimaanisha nini, akimaanisha kwamba labda mimi namgombanisha na alikuwa boyfriend wake anampa hela labda kwa sababu yeye kuwa na mimi. Kuna vitu fulani vikatembea sio vizuri ambavyo mimi siwezi kwenda kuvisema sehemu kwa sababu nikaona kama nikakaa nikaona siwezi kungangania, inawezekana labda sio fungu langu. Mimi nikajigawa mwenyewe pembeni. After that ndo nikaanza mahusiano na Penny. So kaenda still wakati niko na Penny kwa kuna maneno fulani yanaendelea pia chini. Kwanza kanasema kama mimi napa wiki tu wataachana. Nikakasema samba tu. Mimi nimekaa pembeni mwenyewe tena kuna maneno yanaendelea. Sio vizuri nikakaa kimya. Nikaendelea tena nikasikia kuna maneno anaenda kuambia watu wanajua kabisa direct kitu fulani mtu akikisema anajua kabisa kama fulani kasema hichi kitu. Akawa anasema anasema kwamba sijui Penny kwanza mpendi huyo atazunguka lakini atarudi hapa. Ananipigia simu kwa siku alisema kwamba mimi nampigia simu na nini. Namwambia anambembeleza sina nini na nini kitu ambacho sikujisikia vizuri kwa sababu alifikia kwa Penny alafu Penny akaona kama mimi namsnitch sio. Akaona kumbe unani cheat bado still unampigia simu na nini. Nikamwambia mimi sija kumpigia simu japokuwa sina ubaya naye lakini sikuwahi kumpigia simu ya kumwambia hivi na hivi na hivi. Sija kuwasiliana naye kumwambia kimapenzi yani. Nikasema sio vitu vilikuwa vinaendelea sana kwenye masaluni yani kuna saluni fana za mjini unajua vitu vya mjini vilivyo. Vinaendelea so mimi nikiwa nikipita naonekana kama una lolote. Wajifona mpigia simu kumbe unalielia mwenyewe na nini na kuna watu fulani hivi. Kwa sisikii vizuri. So the day ambayo alinipigia simu nikasema ushahidi wangu naupata hapa. Okay. Ndio maana nikamrecord. Afu wakati namrecord ile simu naongea niko kwenye gari. Nikawahi nafika kwa baby. Nikampa simu nikamwambia unamsikia unasemaga mimi nampigia simu. Unamsikia kwa sababu ile iko voice note iko ndefu. Afu niliweka nusu tu hadi kistaarabu. Ilikuwa iko ndefu, yani iko ndefu hadi kesho nayo. Tangia anaanza kunipigia au alinipigia ananiambia sikuvisema sio vizuri. Lakini nayo voice note yote. So nikamwambia umesikia. So katoa kipande nikamwambia kwa washoga zake wa saluni wanaosema mimi nampigia simu kamsikilizisha alompigia simu mwenzie nani. So ikawa hivyo kwa sababu sikujisikia vizuri. Mimi ni binadamu pia. Take one and action. Na wewe ndio ulipeleka kwenye radio? Kwenye radio unajua vitu kama hivyo ukimtumia mtu vinakuwa vinasambaa haraka sana. Unajua vitu vya ubaya vinasambaa haraka sana. So kuna watu ambao siwezi kuwataja lakini ako anatumia kama umesikia hiyo fulani. Kuna watu mimi niko na watu ambao pia wanajua situation ilivyo. Kwa hiyo ikaenda ikasambaa kwa ikaenda ikasambaa.
ikasambaa, nikashangaa mchana nikapigwa simu hiyo, right? Nikapigiwa simu. Kwanza nikosta kuongea, lakini nikaona niongee tu kwa sababu niliambiwa usiongee chochote. Niongee tu, nikamwambia iko hivi na hivi na hivi, basi mimi nikakausha. So after that kama mtu alichukua, kwa mtu asiyekuwa anajua situation inavyoendelea, walikuwa wengine wanaona wewe mtu gani, kwa sababu iko hivi. Mimi siigizi, unajua. Mzangu anajua kuigiza. So ilikuwa rahisi, anaweza kwenda katika media tu. Nikaonekana mara nyingi mimi nikaonekana mimi naonekana mimi ndo nakosea, unajua. Mimi ndo umemwacha mwenzio na nini, kumbe watu maskini Mungu hajui kinachoendelea, na mimi siwezi kwenda kusema kama hivi na hivi mimi nimeachwa, kwa sababu naona haya nitakaa kimya, sio? Nakaa kimya. Kwa hakuna mtu anajua situation. So mtu asijue situation kwa naona wengine kama mimi ndo mchizi anazingua sana, demo anampenda, alafu anamzingua kamwacha, mbele ya kumwacha kamrekodi tena. Unajua mtu anakuwa juu chote, lakini watu wanakuwa na mimi wako wanajua before ilikuwa kidogo watu waelewi. So baada ya kufanya interview mbili wakajua kumbe hivi na hivi na hivi na hivi. Bado unampenda Wema? Mimi nilikuwa nampenda, lakini sasa hivi sisi namuona kwa sababu anaigiza vizuri, mwigizaji mzuri. Kimapenzi Diamond. Kimapenzi hapana. Kabisa huna hata feelings, labda ukimuona unashtuka hivi kidogo? Hapana sana, kwa sababu nikwambia kitu. Before kuna mwanamke alikuwa anaitwa Sara. Sara nilikuwa nampenda sana. Akanifanya vitu vingi sana, pa kunivuruga vingi sana. Ndio paka nikaimba nikaimba nini. Na sikuamini kama kuna siku ningekuja kumsahau kabisa. At the time wakati nazana na Wema nilikuwa nikikaa. Kwa siku nishamwambia hadi Wema, unajua umefana sana, namwambia hivyo. Hadi akawa anachukia, nikamwambia sometimes nasikia una smile kama Sara. Hadi akawa anachukia hivyo. Lakini ikafika time kwa sababu kuumiza mtu unakuwa moyo unaisha mapenzi. So vitu vingi viko vinatokea, vikanivunja nguvu, vikanikatisha tamaa, vikanipotezea mapenzi yote. Take 1 and action.